Mkurugenzi dawa ofisi ya Mufti, lakini huyu ni mfanyaji dawa wa kitaifa bado wa kimataifa. Mashaallah, Mwenyezi Mungu atuwekea tukufadhili. Karibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu, awali yote sisi tumshukuru sana Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ambaye ametuneemesha neema nyingi, ikiwemo na neema hii ya kuja pamoja hapa kwa ajili ya hii fardhi kifaya, kwa ajili ya kumhifadhi, kumstiri almarhum shekhe wetu. Wote hapa sisi tumeguswa na ndio maana tumekuja hapa, na wote hapa sisi tunajua mazuri yake mengi sana. Ikiwa tutapewa zamu hapa kuzungumza, basi patakuwa patoshi, lakini sisi tuseme kwamba mzee wetu marhum mashallah amefanya kazi kubwa, na tunategemea, tunataraji kwa rehema za Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala atamsamehe, atamrahamu na atamuingiza katika janna. Lakini nije katika swala letu sisi tulio hai, vipi na sisi tutaweza kupata makamu kama haya? Kwa ajili yake inatakiwa juhudi ya kwanza kabisa ni juhudi ya imani. Vipi utengeneze taaluki yako na Allah subhanahu wa ta'ala? Ndugu zangu, vyote hivi tunavyoviona kama vya kwetu, sio vya kwetu, vyote ni uongo. Gari yangu, nyumba yangu, mke wangu, wake zangu, watoto wangu, hiki changu, vyote sio vyetu. Mpaka ndani ya mwili wangu huu, moyo, figo, bongo, mikono, hivi vidole, vyote sio vyangu. Hakika yake ni pale ambapo roho inapotoka, basi utajua hakika yake kwamba ni vyako, sio vya kwako. Vyote vitakukataa. Kwa kwetu aliyekuwa kweli ni Allah, aliyekuwa na sisi, yuko na sisi na atakuwa na sisi. Tengeneze sisi taaluk na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndani ya moyo hapa pawe na mapenzi ya Allah. Ndani ya moyo hapa pawe na hofu ya Allah. Ndani ya moyo hapa pawe na kumtegemea Allah, na tuwe tayari kwa ajili ya kufanya ibada ya Allah kwa utaratibu wa mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tutengeneze swala tano sisi ziwe sawa sawa. Wanaume kusali ndani, mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anatamani akusanye kuni, achome moto zile nyumba za wanaume ambazo wanaswali ndani. Kwa wanaume tusali msikitini, lakini vile tutafute elimu, tujue haki na batil, tufanye dhikri asubuhi na jioni, tusome Qur'ani, tukae kwa wema, tupendane, lakini vile tufanye yote kwa ikhlas. Na pale ambapo Allah anakuhitaji na mtume wake sasa kwa ajili ya juhudi ya dini, tuwe tayari. Tutakuwa tayari inshallah. Allah subhanahu wa ta'ala tuwafikishe, tutengeneze imani zetu na tuwe tayari kwa ajili ya juhudi ya dini. Jazakumullah khair wa ahsan jazaa fi darin. Shukran.